pamoja na kiongozi na uongozi wa kanisa, ninashukuru kwa mwaliko na niombe niwasalimie katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Washiriki wa KUTUS hamjambo. Ngai ni mwega na hĩndĩ ciothe. Kwanza ni kumshukuru Mungu sana kwa nafasi ya kusimama mbele ya kanisa hili la KUTUS. Kanisa ambalo mimi sio mgeni sana, kwa sababu ambazo mnazijua. Watu wa hapa mnajua, mlinipatia mtoto wenu na ile tode la murora wega. Na mnaona tena wasiwasi mama. Aha. Kwa hivyo ninashukuru. Na mke wangu alisha simama, ni mtoto wa maeneo haya ama wa kanisa hili, na ninashukuru Mungu kwa sababu yake na marafiki ambao tumeandamana nao leo ambao walishatambulishwa. Kwa wale ambao tunaonana kwa mara ya kwanza, jina langu ni Njunge. Njunge ni mshiriki wa kanisa la Ngarariga upande wa Limuru, lakini mkaaji wa Kerogoya. Na elda ambaye yuko mwaka huu ni rafiki wangu wa karibu, na jana nilimtembelea, na tulipokuwa naye hapo, nafikiri hapo kama kiongozi alivyosema hapo, nafikiri na ikawa nitakuwa hapa, na nina imani kwamba mmenikaribisha kwa sababu ni nyumbani pia. Ninashukuru Mungu kwa sababu nimemuona Pastor Kenywa. Pastor Kenywa niliwahi kutumika kwa kanisa lake moja Ikinu. Inawezekana labda pastor hiyo ilikutoka kwa mawazo, lakini mimi ninakumbuka vizuri, na ninashukuru Mungu kwa uwepo wako hapa. Siku ya leo nimejisikia na furaha sana wakati nimesikia mke wa Wanjiru. Weto Wanjiru kana weto mtumia wa Jabeno ikilite blue Jage. Na mke wako amesema anaitwa nani? Wanjiru. Aha, kwa hivyo nimeishika vizuri. Washiriki wa KUTUS, huo ni mbaraka mkubwa kwamba Wanjiru amesema mahali ambapo bwanake anaenda kuabudu, hapo ndipo naye atakuwa anaenda kuabudu. Ni jambo la pekee kwamba Wanjiru umejipata kwa congregation hii ya KUTUS, na nikukaribishe nikuambie hapo mahali ambapo bwanako amekuwa akienda, hapo ni mahali pazuri. Kwa hivyo usitoke, na nimesikia elda amekuambia kiti hicho ni chako. Mungu akubariki na kuimarishe na kudumishe katika imani hii. Tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tunapofungua neno lako takatifu, tunaomba uvuvio wa Roho wako Mtakatifu, kwamba tunapolisoma liweze kutuleta karibu nawe zaidi ya jinsi ambavyo tulivyokuwa. Tuongoze katika ibada hii hadi tamati, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Wakati mwingi ninapopata nafasi kama hii, huwa ninapenda kuanza na wimbo mmoja, na wimbo wa Kikuyu. Thino mbara ndigathira, gikeno thayo gutire, o nginya Jesu acoke kunina wagandu hakuhe, 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 hakuhe o murombo-ini neguka arungie murombo-ini. Kila wakati ambapo unapata ama kanisa linapata kuabudu, ninawaomba kwamba
tunaweka nyimbo Kikuyu kwa ibada, kwa sababu hivyo ni vizuri. Na wale majirani wetu ambao wako hapa wengi ambao wanazungumza Kikuyu wataweza kuidentify na mambo ambayo tunayafanya na ibada ambazo tunazifanya. Lakini kila wakati tukizungumza Kiswahili, marafiki wa Mungu wakaaji wa Kutus, andũ aingĩ kũrĩa nja arĩa tũngĩenda moke thĩinĩ wa rũrũ aingĩ ona maugaga kanitha ũyũ ti wao, nĩ tondũ wa kwaria kĩ? Tondũ wa kwaria Gĩthweri. Na andũ aingĩ arĩa maragia Gĩthweri ndĩmerema, na nĩ ũhoro wa ma, arĩa maragia Gĩthweri ni ashirika acio mũtikaigua wasiwasi nao. Hata huyu ni mshiriki kabisa. Ukisikia anazungumza Kiswahili ujue amelelewa kwa kanisa hili na ni mshiriki na hawezi toka hapa. Hawezi toka hapa. Lakini kuna mwingine ambaye yuko huko nje. Ukimzungumzia Kiswahili anasikia ni kama hiyo ni kazi kwake. Lakini ukimzungumzia Kikuyu na umuimbie nyimbo hata za Kikuyu, atavutiwa zaidi kwa Mungu wetu. Kwa hivyo ni vizuri, ni vizuri. Si vibaya ukiona mimi ninashabikia nyimbo za Agendi, tuziimbe kabisa kabisa, kwa sababu Wakikuyu wanapenda nyimbo. Agikuyu nimendete nyimbo muno. Riu mwamainira nyimbo cia Agendi makaigua wega muno. Mwamainira cia Kristo makarigwo ni kiu, makauga kanitha ucio ti wao. Otherwise hiyo imepita hivyo. Mungu alipomuumba mwanadamu, makusudi yake na mwanadamu yalikuwa kwamba wawe okay. Kumudu huyo rugama utugeithie we Ngahu, simama usalimie watoto wa Mungu. Simama utusalimie. Aha, mungemwambia Ngahu namna gani kwa kutengeneza mitambo vizuri? Semeni abarikiwe. Elda Elijah, ndukire Ngahu arathimwo niguo gakero gaka ndakanyumire riera. Amen, amen. Amen, asante. Ngahu ni fundi wa kukuja na kupotea. Makusudi ya Mungu ama kusudi la Mungu alipomuumba mwanadamu, alikuwa anataka kutengeneza mahusiano ya milele na milele ambayo yamewekwa kwa msingi wa upendo. Na ndiposa akamuumba mwanadamu, baba wetu wa kwanza kabisa, mwanadamu wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Adam. Na baada ya kuona Adam amekaa hivi yani kama anakaa peke yake, kwa upendo wake Mungu akaona amuumbie msaidizi, akamuumbia mke wake ambaye alikuwa anaitwa Hawa. Huyu Mungu alikuwa na mazoea ya kuja kumtembelea mwanadamu kila siku. Na kila masaa ya afternoon, masaa ya jioni, Mungu angekuja katika shamba lile la Edeni na anaangalia jinsi ambavyo Adamu amekuwa. Wanakuwa na mazungumzo. Anamuuliza, we mundu watinda atia? Adam naye anamjibu, anamwambia niye ndatida wega gutire na wasiwasi. Bado unafanya kazi ambayo nilikupatia ya kukula na ya kutunza shamba, bado Mungu ninaifanya kwa uaminifu. Mungu akawa ana tabia ya kutembelea Adamu kila wakati. Mahusiano yakawa ni mazuri kama ya baba na ya mtoto wake. Hakuna jambo ambalo lilikusudiwa, Muriuki, hakuna jambo ambalo lilikusudiwa ama lilikuwa linasubiriwa ambalo lingekuja kutenganisha mahusiano ama uhusiano wa Mungu na Adamu. Hadi wakati ambapo nyoka ambaye alikuwa na mabawa nyoka ambaye alikuwa na mabawa na alikuwa na rangi inakaa ya dhahabu, alikuwa anapepea akitoka, hakuwa anatembea tembea vile ambavyo anatembea siku hizi. Alikuwa anaruka kutoka upande mmoja hadi mwingine. Shetani akaingia kwa nyoka, na kuingia kwa nyoka kiumbe ambacho kilikuwa kinaonekana kizuri. Adamu naye akawa wametengana na mke wake, jambo ambalo walikuwa wameambiwa wasilifanye katika shamba la Edeni. Mke alipokuwa hako kando kidogo, nyoka akakuja na akakaa karibu na ule mti ama akapaa katika ama akatua kwa ule mti ambao alikuwa ameambiwa msiule. Nyoka alipofika pale akampata Hawa. Alipompata Hawa akaanza uchokozi. Na mwandishi mmoja anasema kwamba nyoka akachukua tunda. Nyoka igetua itunda. Na baada ya nyoka kuchuma lile tunda, nyoka
ikauma lile tunda. Aha. Hawa akaona kumbe lile tunda ambalo tuliambiwa tusilile, nyoka amechukua, nyoka huyu mrembo, na akaliuma. Na nyoka akaendelea kuwa na mazungumzo, akamwambia, in fact, unajua kwa nini ninaongea? Unajua kwa nini ninaongea? Kwa nini wewe Hawa hujiulizi kwa nini ninaongea? Na mimi ni nyoka. Do you know? Kwa nini ninaongea? Ni kwa sababu ya kukula hili tunda. Ndio maana ninaweza nikaongea namna hiyo. Sasa ebu wewe na wewe, ebu alikuambia hata usiguze, ebu guza kwanza. Nyoka akamguzisha Hawa. Baada ya kumguzisha Hawa akaona haya, kumbe hata nimeguza. Sijakufa. Uliambiwa hata usiguze, uma sasa. Hawa akauma tunda. Na ukisoma kisa hicho kikielezwa na Sister White, anasema akaliuma na akalipeleka kwa Adamu. Adamu akaangalia mke wake, akaona kwamba wameingia katika matatizo, wameingia katika shida. Adamu naye akaangalia, akapiga mahesabu kama ambavyo ndugu pale, nafikiri ni Njagi, amepiga mahesabu, akaona hataki kuenda katika ufalme wa mbinguni bila mke wake. Adamu naye akaona, naye mke wangu hawezi akapotea milele. Huyu mrembo namna hii, siwezi nikapoteza huyu mke. Akasema, woi mudo wako, lile tunda ambalo alipewa na Hawa, ambalo mwenyewe alijua kwamba Hawa amefanya makosa, akaliuma, kalikula. Wakaingia katika shida, wakaanza kujificha, na hadithi hiyo mnaijua kwa sababu imeandikwa katika kitabu cha Mwanzo 3. Wakaingia katika shida. Walipoingia katika shida, Mungu akaja kuanza kuwatafuta. Adamu akaanza kutafuta matawi ya kutengeneza nguo, kwa sababu alianza kuona ni kama ako uchi. Baada ya kujiangalia, akaanza kujiangalia, akashindwa, ekagora guhana atia. Akaona ni kama wale wanyama wengine wote wako na mkia. Akiangalia simba, na simba iko na mkia. Akaona hiyo ni na swara iko na kamkia kadogo. Na yeye akaanza kuona, kwani na mimi tena niko na nini? Wakaanza kujiangalia, wakaona wako uchi. Na baada ya kuona wako uchi, wakaanza kutafuta majani, wakachuma majani, wakatengeneza tunguo. Baada ya kutengeneza tunguo tukaanza kukauka. Akaanza kuona maua ambayo yalikuwa yanakaa yanaleta urembo sana kwa shamba lile la Edeni. Akaona maua yakianza kuanguka, jambo ambalo hakuwa ameliona maishani mwake. Akaona maua yakianguka. Huyu Adamu, mawazo yangu yananionyesha kwamba akaanza kuona gari. Chui kaanza kumuangalia, ni kama na sura ya kumwambia, na modoyo wena kiero kiega, yani hii mguu yako ninaweza nikaitafuna. Mambo ambayo hakuwa ameyaona. Akaanza kuona mambo ambayo macho yake kutoka alipoumbwa hakuwa ameyaona. Mungu mwenyewe, malaika mbinguni wakaanza kushindwa. Sasa hawa watu tutafanyaje, kwa sababu wamekosa kutii? Wamekosa kutii sauti ya Mungu. Tutawafanyaje hawa wanadamu? Kwa sababu shetani alikuwa na makusudi kwamba baada ya wao kula katika mti wa kujua mema na mabaya, alikuwa anataka kuwaongoza tena wakule katika mti wa uzima. Malaika wakasema hapana, hawawezi wakatazama jambo hili likifanyika. Wakashuka na wakafukuzwa shambani Edeni. Walipofukuzwa pale, mahusiano ambayo yalikuwa ya karibu na mwanadamu, ambayo yalikuwa katikati ya Mungu na mwanadamu, mahusiano hayo yakapata dosari, hakigea na mahitia. Gwataniro igithuka gatagate wa Ngai na mundu uria ubite na wendo munene muno. Wakafukuzwa kwa shamba lile. Wafanye nini? Wale ambao walikuwa wanaona DJ Afro, ninajua wengine walikuwa wanamuona vile ninawaona hivi, hata Mandera niona DJ Afro we kae kani. DJ Afro kuna mahali alikuwa anafika anasema wolololo yaye, na hiyo ukifunya kwa hiyo wolololo aye. Yani ni kama kumekuwa na matatizo, ni nani atakuja kuokoa? DJ Afro alikuwa anasema yule ambaye atakuja kuokoa ni yule alikuwa anaitwa Starring. Sasa hapa Starring wetu ni nani? Wagalatia 4:4, Biblia inasema kwamba wakati ambapo muda mtimilifu ulifika, Kristo akatumwa kurejesha mahusiano ya mwanadamu na Mungu.
akatumwa ili kwamba aweze kutengeneza daraja ambayo ilivunjika katikati ya Mungu na mwanadamu. Kristo akaja katika ulimwengu huu. Na ninataka niwaambie kwamba kwa Kristo kuna usalama. Kwa Kristo huyu ambaye alitumwa kutengeneza mahusiano ya Mungu na mwanadamu, kuna usalama kwa Kristo huyu. Alipokuja Kristo, kuna mambo mengi ambayo yameandikwa na vitabu hivi vinne ambazo zinajaribu kueleza maisha ya Kristo. Kuna kuzaliwa kwa Kristo. Kristo ageciarwo kahe kanini na nginyaga kirua na gagikura. Kristo kuzaliwa, akaishi. Baada ya kuishi, akaanza kazi yake ya kumuokoa mwanadamu. Akauawa, akazikwa na akafufuka, na hivi karibuni Kristo anarejea. Sasa huyu Kristo tunaweza tukakosa kwa sababu ya muda, na kwa sababu pia mimi ni daktari wa chakula. Ninajua watu wanakuanga na njaa kwa sababu tuliwekwa kwa akili kwamba tunafaa kula around saa 7. No do you know what tuikilidio. Lakini kwa sababu ya kuheshimu hiyo, sitachukua muda mrefu. Sitazungumza kuhusu kuzaliwa kwa Kristo. Hata sitazungumza maisha ya Kristo. Ninataka nizungumzie kidogo tu kuhusu kufa kwa Kristo. Kwa sababu katika kifo cha Kristo wokovu wetu unakamilika. Na katika kufufuka kwake tunapata matumaini ya maisha ya milele. Kristo huyu, waandishi wengi wanasema kwamba katika ile timu ambayo alikuwa nayo, alikuwa na mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Yohana. Yohana, yani kama mimi. Ale na mtu wetagwo Yohana, John. Na John fafa wetagwo Marurume. Tagwo Sons of Thunder. Na unajua kuna watu wanaitwa majina ambayo inawakaa. Hapa tuna Wanjohi. Tuna Wanjohi hapa? Hatuna. Hakuna mtu anaitwa Wanjohi hapa. Na Mureu. Tuko na Mureu? Kuna mtu siku moja nilisikia akitangazwa kwa radio anaitwa Mwaganu. Wow. Wa Mureu. Yaani unaitwa jina mpaka mwenyewe unaona hiyo jina kweli inafaa usiliishi ama usiishi jina hilo, kwa sababu unaweza ukaona shida. Huyu Yohana alikuwa baadhi ya wanafunzi, ama alikuwa mwanafunzi ambaye Yesu alipenda sana. Na ni kwa sababu Yesu alimpenda Yohana, kwa sababu Yohana alikuwa anajua mapungufu yake na alikuwa tayari sana kuachana na mapungufu hayo na kuembrace mafundisho ya Kristo. Ni ikaraga hakuwe muno na Kristo. Na ndio maana Kristo akawa anampenda. Wengine wanasema kwamba Yohana alipendwa kwa sababu ni yeye ambaye alikuwa mtu mdogo sana. Lakini katika uhusiano huu wa karibu katikati ya Yohana na Kristo, Yohana aliandika maneno mengi sana ambayo Kristo, baadhi ya maneno mengi ambayo Kristo aliyasema msalabani. Kwa sababu msalabani Kristo alisema maneno 7. Maneno 7. Na katikati ya maneno 7, Mathayo, Marko na Luka waligawana maneno 4. Lakini Yohana peke yake aliandika maneno 3. Kwa sababu alikuwa amekaribia Kristo sana, hata pale msalabani. Kristo hata akikata roho, Yohana alikuwa baadhi ya wale watu ambao wako karibu sana pale. Sasa huyu Yohana alikuwa ameona Kristo akipelekwa kwa Kaifas wakati wa kusulubiwa. Akapelekwa kwa yule kuhani mkuu. Akaona akitolewa kwa kuhani mkuu, akaona Kristo akipelekwa kwa Pilato. Akaona akitolewa kwa Pilato, akipelekwa kwa Herode. Akaona akitolewa tena kwa Herode, akarudishwa kwa Pilato, na safari ya msalaba ikaanza pale. Yohana alikuwa eyewitness. Yani nionire na maitho make Yohana maundu maria Kristo agereirio. Na katika mambo ambayo Kristo alipitishiwa, nitataja tu machache. Moja ilikuwa kuchapwa viboko.
kuchapwa viboko, na viboko ambazo Kristo alichapwa, hata yule mtu ambaye anaenda na bodaboda. Watu wa bodaboda wa pale kwetu Kiruguya wanavaanga koti moja, lakini watu wa bodaboda wa kwetu Limuru, kwa sababu kwetu kuna baridi, wanavaanga koti 5, koti na sweta, koti ingine na reflector na koti mzito, ili kwamba asisikie baridi. Wanavaa koti sawa sawa. Nilaiwa head deacon. Wanavaa koti vizuri kabisa, kwa sababu hawataki kusikia nini? Kusikia baridi. Wanajaribu kujikinga na baridi. Lakini Wayahudi walikuwa naamini na kutandika mtu viboko na zile viboko zao zilikuwa zinawekwa tumifupa, wanaweka tuvioo, na wanaweka hata tundoano kwa hizo viboko zao. Na walikuwa wanapiga mtu viboko kama 39 hivi. Sasa hata kama ulikuwa na hizo koti mingi, koti 5, wachodhagwo kimwe kagoti gakararuka. Koti inararuka. Kwa sababu ukishikwa na mfupa ama ushikwe na ndoano, hata ishike koti yako ishike vizuri, akivuruta namna hii kwa sababu ya uzito na ni askari, hiyo koti inararuka. Yesu akapigwa viboko 39 mzuri, akawekwa taji ya miba. Geragia kuona kana sifikiri ni ile miba ya Kayafa, na kubaliana, naweza kubaliana kidogo na zile picha ambazo huwa tunaona ni kama taji ya Kayafa hivi, ama yani miba tu mizuri yenye imeenda shule, ikawekwa kwa kichwa chake. Kazi hii yote ambayo Yesu alikuwa anafanyiwa ilikuwa kwa sababu yake kurejesha mahusiano ya Mungu na mwanadamu ambayo yaliingia dosari. Sasa sikia, akiwa pale msalabani, kuna maneno matatu ambayo yameandikwa na Yohana. Moja ni ana kiu, nina kiu. Pili ni kwamba behold my mother, ama tazama mama yangu. Tatu, na ambalo nitapenda kuliweka kusisitiza kidogo, ni kwamba imekwisha. Watoto wa Mungu, maneno haya ambayo Yesu alisema, kila neno lilikuwa na maana yake. Na hili la mwisho ambalo nitalijadili kwa dakika chache pia ndilo lina maana ambayo ningependa tupate fundisho kidogo na tupate kujitia moyo kwa neno hili. Neno hili ya kwamba imekwisha, kwa Kigiriki ni neno ambalo linaitwa tetelestai. Tetelestai, kwamba imekwisha. Neno hili ni neno ambalo lilikuwa lina mazoea ya kuzungumzwa na watu wa wakati ule. Andũ ahĩndĩ ĩyo nĩmamenyaga kwaria, nĩmamenyerete kwĩrana rĩtwa rĩrĩ tetelestai. Neno ambalo linatumika sana hapa Kenya siku hizi online, ni sijui kama nimepitwa na wakati kidogo. Victor, unaweza ukanisaidia, lakini ninaona siku hizi watu wanaambiana ni mbaya. Ni mbaya. Hiyo imepitwa hiyo, kuna ingine mpya. Labda hiyo wakati nilikuwa Uganda tena mlitoa ingine. Na mwecheche. Mambo hiyo ni mwecheche. Hau ona mulio kidole waigwa geruta kiundoka make. Ona niĩ ndĩrĩ oja kidogo. Ona we ithe witu. No kurero ni mweche. Ni mwecheche. Sasa neno ambalo lilikuwa limezoewa kutumiwa wakati ule, hili neno tetelestai lilikuwa limezoewa sana na watu wakati ule. Na watu wangelisikia wangejua maana. Mtu wa kwanza ambaye alikuwa anatumia neno hili ni mfanyikazi kwa mwajiri wake. Ni kwamba umepea mtu kazi ya kulima maeka, na ukamwambia nataka hii maeka ulime na ng'ombe, vile ambavyo tunalima kule kwetu. Unalima na ng'ombe, mtu anajaa matope kutoka mguu mpaka
hapa kwa karibu na ndevu. Hata ndevu unaona imepakwa matope. Akilima na ng'ombe, analima. Huyo mtu angelima wakati yule na amalize kulima, aende sasa kwa mwenye shamba, alikuwa anamwambia tetelestai, kazi ambayo umenipatia nimefanya nini? Andũ akutus wĩra ũrĩa wahe nĩ ndeka atĩa? Nĩ ndarĩkia. Rĩu njetereire kũneo kĩ? Mũcara kana tũbeca. Mwajiri kwa mwajiriwa, kulikuwa na mazoea ya kutumia jina hili tetelestai. Jina hili pia lingetumiwa na wale watu ambao ni wachoraji. Kwa sababu sijui kama kulikuwa na kamera hiyo siku, lakini kuna watu ambao historia inasema kwamba walikuwa wachoraji. Kuna mtu ambaye angekuangalia namna hii, mzee anakuangalia, anakuchora na anakutoa vile ulivyo. Sasa ungeenda kwa huyo mtu umwambie, ninaomba kuchorwa, nipatie picha yangu. Kivunya, nipatie picha yangu. Mimi nikuwe ndiye ninayechora Elder Paul. Nimchore, nimwangalie, nimwambie kaa namna hii, inua kichwa namna hii, nichore yeye, nimalize kumchora. Nikimaliza kumchora, nimpatie picha. Nimwambie Paulo, shika picha yako. Paulo aangalie picha, aone, huyu hajanitoa vizuri. Hii mapua, lele ni rutiri yako. Aone hii mapua si yake. Ama angalia macho aseme, kwa nini umeweka macho yangu moja kama sioni straight? Hii si picha yangu. Akuwe hajatosheka, achukue hiyo picha aipeleke kwa mchoraji mwingine, amwambie hebu ona vile huyu alinichora, hebu niambie kama ni mimi. Huyu kijana achukue, kiongozi wetu achukue picha, aangalie Paul, aangalie picha, amwangalie, amwambie tetelestai, ni wewe. Hiyo kazi ya kuchora ilishafanyika na ilishafanya nini? Ilishakamilika. Watu wengine ambao walikuwa wanatumia maneno haya ni watu ambao walikuwa watu wa biashara. Na tumeona watu wakati mwingine, wakati economy iko mbaya kama sasa. Economy ni mbaya. Kwenu unaona hiyo amrespond kwa labda mambo yenu hapa iko sawa. Kwetu ni mbaya. Ni mbaya sana. Ni mbaya. Hakuna pesa. Wakati ambapo hakuna pesa, tunakuwa tempted kukopa. Unaenda kwa duka ya mama Mandera, kwa wapi yule mama alienda? Unaenda kwa duka yake, unamwambia mama, ukienda kukopa mtu mwingine anakuja kununua, unarudi nyuma kidogo. Si ndivyo tunafanyaga? Kama unaenda kukopa alafu customer mwingine aingie, ukaboka uanze unasema uzia huyu, mimi sina haraka. Unang'edhia hapo kidogo, unakaa, alafu baadaye ndio unakuja sasa na very beautiful story, unaambia mama ule. Kuna mtu nilikuwa nimepea pesa zangu 2,000 na alisema atanirudishia Monday jioni itakuwa amerudisha. Na by the way amenipatia his word. Amesema by Monday hiyo pesa nitakuwa nayo. Akuulize sasa ulikuwa unatakaje? Umwambie kwa nataka sukari kilo moja, unga moja ya ngano, mafuta ile ngumu, ile mafuta ngumu. Kama unaenda kukopa ufai kukopa mafuta ya maji, ile liquid. Kama ni kukopa ni ile imekauka. Kama ni kukopa ni unga ya ugali. Mtu ambaye anaenda kukopa unga ya ngano, si unaona huyu hata ako na mchezo. Ufai kukopa unga ya ngano kwa sababu ukikopa ufai. Kukopa ni kusema hakuna starehe, kuna shida. No ukithi kukopa mtu wa ngano atia? Te gobera mtu wa ngano na uhewa yata. Leo ni ilako. Kopa unga ya ugali. Sasa unapokopa, wale wenye duka, wenye biashara, alikuwa anakuandikia list. Anakuambia ulikopa mafuta kilo, ulichukua hii na hii, chumvi, ile mafuta mumesema, na tissue. Ufai hata kukopa tissue, si ndio? Ulikopa nini? Hata sabuni ufai kukopa. Unafaa kukopa chakula na ugali peke yake. Sasa sikia. Ungemaliza kukopa, uende nyumbani na karatasi. Ufanikiwe upate pesa. Urudi. Yule aliyekukopea alikuwa anaandika list ngapi?
list mbili. List moja anakaa nayo, list ingine anakupatia. Siku ya kulipa mnaanza kupigana hesabu. Umetoa pesa ngapi? 100. Toa unga, anatik. Ukikamilisha pale chini anakuambia tetelee stai. Wewe deni yako imefanya nini? Imelipwa. Karibu na mtu wa mwisho ambaye alikuwa anatumia neno hili. Ni watu wengi walikuwa wanatumia. Moja, karibu na wa mwisho ni mfungwa. Ninashukuru Mungu kwa sababu pale ninaona wakili. Lakini kwa wakili kuna mwingine anakuanga kwa koti ambaye hananga huruma, ambaye anaitwa judge. Na huyu judge wanatuambia kwamba wanatumia haki. Ni sawa. Alipokuwa amesha thibitisha kwamba umefanya makosa, alikuwa anakuandikia hiyo makosa yako na anakuforward ama anakusema uende jela, uende ufungwe. Unaenda unafungwa na makosa yako inakuwa huko naye. Una karatasi labda sijui kama ni charge sheet ama ni kotoda ama ni nini sijui, lakini ukiwa nayo kila wakati unakaa ukikumbuka makosa yako na unaangalia kifungo chako. Unaona nimebakisha miaka 3 kwa sababu ya hii makosa. Unakaa nayo. Wakati ambapo utafunguliwa kifungo hicho, wakati ambapo utakuwa umemaliza kutumikia kifungo, jaji alikuwa anakuandikia tetelestai kwamba kesi yako imekwisha. Na ukitembea barabarani, mtu akutane na wewe na akwambia, modo wewe, ile dorale wa momo. Si ulikuwa wa momo wewe? Ulikuwa wa momo, ni wewe ulikuwa umefungwa huko wa momo. Unatoa karatasi kwa mfuko unamwambia, ni kweli, ni mimi nilikuwa wa momo. Ni mimi hujakosea. Ni mimi nilikuwa wa momo. Na nilikuwa wa momo kwa sababu ya makosa haya. Lakini chini ya makosa haya kesi yangu imekwisha. Ama kifungo changu nimekitumikia kimekwisha. Maneno haya kwa mwisho yalikuwa yanatumiwa na priest tetelestai. Priest, kuhani, angemaliza kufanya ibada, amalize kufanya kafara kwa sababu ya dhambi za yule ambaye amekuja kuleta mwana kondoo. Angemaliza kufanya ibada na ibada ikubalike, alikuwa anatoka nje. Na maneno haya alikuwa anayatamka yakiwa ni maneno ya kupatia mwenye dhambi huyu ama mkosaji huyu matumaini kwamba jambo ambalo umekuja kulifanya hapa limekamilika na limekamilika sawa sawa. Sasa Kristo akiwa msalabani, neno ambalo alilolisema la mwisho ni hili kwamba kazi ya ukombozi ambayo nilikuja kufanya kwa ajili ya mwanadamu, kazi ambayo nilitumwa na Baba ya kurejesha mahusiano ya Mungu na mwanadamu, kazi ya kujenga daraja katikati ya Mungu na mwanadamu, tena nimeshaikamilisha tetelestai. Aliposema neno hilo, waliokuwa pale walilisikia na wakalielewa. Kwa Yesu akilisema neno hili, halikuwa neno la ni kama kulia, mbali lilikuwa ni kama neno ambalo lilikuwa lisemwe kwa sauti kubwa, ishara ya kusema kwamba kazi ambayo nilikuwa nifanye nimekamilisha. It was a shout of victory. Yani ni kushangilia ama ni kushangilia, ni neno ambalo linaashiria mshangilio wa ushindi. Watoto wa Mungu, kazi ambayo Yesu alikuwa amekuja kuifanya, ameifanya na ameikamilisha kwa sababu ya ukombozi wako na ukombozi wangu. Ni mara nyingi tunajipata tukifanya kazi bila kukamilisha. Neturutaga wera na tutirikagia. Ni wangapi wanaanza shule, wanaanza mwaka wa kwanza, lakini ikifika hapa katikati mnaona hawako tena na nyinyi. Safari imekuwa ngumu na wameshindwa kukamilisha. Ni wangapi ambao wamejaribu hata kujenga nyumba ya kifaranga kwao, wakumushi ukageria waka nyumba yato shui. Ogaka wakinya kugita ukatigana. Unaanza kufikiri uanze kulima dania. Kanyumba ka vifaranga unakuwa umekawacha hapo. Hauja kakamilisha. We ni mara ngapi hata we mama umekaa nyumbani unakula na hiyo chakula ni wewe mwenyewe umejiwekea. Na by the way si vizuri kufanya hivyo. Tiweka weko.
Unaenda self service kujiwekea chakula, unaweka chakula, unaweka, ukaihuria gima, mchele, marurano, uko wapi wa Kisii. Unaweka na mamboga, halafu hiyo chakula yenye mwenyewe wewe umejipimia unashindwa kuimaliza. Unakula kwa sababu umekula hata na avocado, waikara unaokuambia kueruka, unaanza kueruka hapo, kama hata hujamaliza hiyo chakula unaibakisha. Ni kazi nyingi wanadamu tunajihusisha kwazo, tukiwa na makusudio kwamba tutamaliza, lakini katikati ya hizo kazi tunashindwa kuzimaliza. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya kanisa hili la Kutus. Na I think the last time ambayo nilikuwa hapa, kulikuwa we had a sitting pale na wazee amo, na nikasikia wakiwa na mpango wa kutengeneza choo, I mean nyumba za usafi. And I mean it's beautiful. Kutus is not a very big congregation, but it's a congregation that is moving steadily. Yani ni congregation ambayo inaendelea mbele. Sijaona hata kanisa hapa hata iko na TV. Kivunya. TV, projector, matangazo mnapewa. Yani mnaendelea pole tena, lakini mnaenda mbele. Mungu wa mbinguni awabariki. Lakini kuna kazi nyingi ambazo tunajihusisha, hata sisi wa binafsi. Hata sisi binafsi. Unajaribu kuanza kazi, lakini katikati ya hiyo kazi unashindwa na kumaliza. Lakini jambo ambalo ninalipenda na Kristo ni kwamba Kristo ambaye alianzisha kazi ya kukomboa mwanadamu, Kristo uria wambiriirie wira wa gucokia ngwataniro ya mundu na Ngai, wira ucio ni arikirie. Na ndarikirie na agikira, hakumaliza hii kazi na akanyamaza. Hakumaliza na akanyamaza. Ati vile unasema ati nitamaliza na ninyamaze. Wekire leo. Tendari kirie form 4. Leo wewe mwisho. Hapana. Alimaliza, na baada ya kumaliza akatoa sauti kubwa ya kusema kwamba kazi ambayo nilikuja kufanya nimesha imaliza. Watoto wa Mungu, masaa haya, ukisoma kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 6, Ufunuo 21 mstari wa 6, Biblia inasema, and he said to me, anayeambiwa hivi ni yule Yohana. Yule Yohana. Yule ambaye alisikia akisema tetelestai msalabani. Huyo ambaye alisikia Yesu akisema kwamba kazi hii imekamilika. Tena anasema akasikia akiambiwa tena, akaniambia imekwisha kuwa. Mimi ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Haleluya. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Huyu Mungu wetu wa mbinguni amekamilisha kazi yetu, ama kazi yake ya ukombozi kwetu. Hata kama wakati mwingine kazi ambayo anatupa sisi, hata ya kumwamini, hata ya kujenga imani kila siku, hata ya kufia dhambi kila siku, hata ya kujikabidhi kwake kila siku, wakati mwingine hiyo kazi inatulemea. Lakini hii kubwa ambayo waliitoa ya ushindi, ya kusema tetelestai imekwisha, anatuhusisha katika ushindi huu wake. Ako tayari kukupatia ushindi wa kukamilisha. Ako tayari kukushikilia hadi na wewe ukamilike, na mwishowe ako tayari kukupa uzima wa milele. Sijui ni mambo gani ambayo yanafanya ushindwe kuenda mbele na safari. Sijui ni mambo magani ambayo yanakunyima furaha ya ukombozi. Ukombozi ambao umekamilika. Sijui kama ni ugonjwa. Inawezekana ni ugonjwa. Inawezekana ni ukosefu wa ajira. Inawezekana ni ukosefu wa amani hata katika maisha yako na katika familia. Ndiwe ni undu uriku ungikorwo ugikugitira hinya na ugakugiria kuhota guthie na mbere na thabari ino yo honokio, na kuhota gukenerera uhonokio ria tuhetwo ni Jesu Kristo bure, agacoka akarikia wira ucio wothe wigi uhonokio witu. Ndiwe ni undu uriku.
ndiũĩ kana nĩ mũrimũ, ndiũĩ kana nĩ kwaga thayũ, ndiũĩ kana nĩ ndũngĩmenya, no o mũndũ ena ũritũ o ũrĩa aragerera wika, na akaga rĩngĩ nginya gĩkeno kĩa ũhonokio. Ona tuoka haha tukija hapa hata tuimbe furaha gani na ushirika, wakati mwingine hiyo furaha inakosekana maishani kwa sababu ya mambo ambayo tumeyabeba kutoka nyuma. Mungu wa mbinguni ako tayari kuchukua hayo mambo yetu. Mungu wa mbinguni yuko tayari kuyachukua na kuyashughulikia na kutupatia ushindi, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Yeye sio kama mwanadamu. Masaa haya nitawaalika kusimama, na tutakapokuwa tumesimama nitaita wito, na wito ambao tutaita ni wa mtu ambaye yuko hapo, ambaye ameketi, ambaye angependa Kristo aingilie hali ambayo ako nayo na ampatie ushindi. Kristo huyu ambaye anatoa sauti kubwa ya ushindi aingie katika maisha yake na kumpatia ushindi katika tukio ambalo wanalipitia. Kuweka commitment kwamba Mungu, niko tayari, niko tayari, niko tayari kushirikiana nawe katika kazi hii ambayo umeikamilisha ya ukombozi, nami unipatie ushindi wa kukamilisha. Unipatie ushindi juu ya magonjwa haya, unipatie ushindi juu ya ukosefu wa amani, unipatie ushindi juu ya ukosefu wa ajira na ukosefu wa fedha. Kristo ni mwaminifu na anaweza akatufanyia hivyo. Mungu wa mbinguni atubariki tunaposimama. Tutaimba wimbo ambao tulianza nao, miguuni pake Yesu. Niturugamia isiana cia Ngai tuine rwimbo namba 46. Na kama hilo ndilo ombi lako, nitakualika uje hapa mbele na tutakuwa na ombi la pekee kwa sababu yako. Miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, pahali palipo heri niwepo kila siku, miguuni pake Yesu, nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu, vimenivuta moyo. Miguuni pake Yesu, hapa pahali bora pa kuweka dhambi zangu, pahali pa pumziko. Miguuni pake Yesu, hapa nafanya sala, kwake napewa uwezo, faraja na neema. Unibariki Mwokozi, ni miguuni pako, unitazame kwa pendo, nione uso wako. Nipe Bwana, nipe Bwana nia yake, ili nionekane nimekaa na Mwokozi aliye haki yangu. Nafasi hii nitachukua nimwalike Pastor Kinyua kwa ombi la kuwakabidhi watoto hawa wa Mungu miguuni pa Mungu,
ambaye ana uwezo wa kuwapatia ushindi wale ambao wameshakuja hapa mbele, pamoja na wengine ambao wanaweza kuwa bado wangali wanasimama, na tuna imani ya kwamba Mungu ni mwaminifu, na maombi ambayo tutampatia ama maombi ambayo tutaiweka kwake atatupatia ushindi dhidi ya mambo ambayo tunamuomba. Karibu. Asante, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa sabato ya leo. Jina lako litukuzwe milele na milele. Asante Mungu kwa sababu umetuchagua tukaingia kwenye kanisa lako takatifu, si kwamba sisi ni wakamilifu, lakini kwa neema yako. Baba, tunasema ni asante kwa sababu mpango wa wokovu uliumaliza. Wengine tumesimama hapa tunapitia kipindi kigumu sana, lakini Baba tunafurahi kwa sababu mahubiri ya siku ya leo yametukumbusha kwamba ulimaliza kila kitu pale msalabani. Baba, tunakuomba utangaze ushindi dhidi ya familia zetu. Kuna wengine wamesimama hapa ni kwa ajili ya afya zao. Baba, tangaza ushindi. Tangaza kwamba yote imekwisha kwa ajili ya afya zetu. Baba, pia kuna wengine wamesimama kwa ajili ya biashara zao. Baba, tunakuomba ukatangaza ushindi na useme yote imekwisha, kwa na biashara zetu tunaendelea kwenda chini kila siku. Wengine wamesimama hapa kwa ajili ya watoto wao. Watoto wao wamekuwa kienda mbali na upendo wako. Lakini Mungu, tunajua kwamba siku ya leo ni siku ambayo hatutaisahau, kwa maana umetangaza imekwisha masumbuko yote ambayo tunakuwa tukipitia. Kuna wengine wamesimama mahali hapa, imani yao inaendelea kudidimia, inaendelea kwenda chini siku baada ya siku. Lakini tunafurahi kwamba siku ya leo utatukubalia na utangaze ya kwamba yote imekwisha. Yesu, ni asante mwanake, tutatembea na kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu amesimama mahali hapa na wengine wamekaa chini, unajua mioyo yetu. Kila mtu ana jambo analia moyoni mwake. Mungu, wakati umefika wa kutuambia imekwisha kwa njia ya imani. Tupokee neno lako na tukaliweza kulifanyia kazi. Mhubiri wa siku ya leo pamoja na ministry yake na familia yake, mkubalie kwamba Yesu akaweza kushinda mambo magumu anapitia ama changamoto zake, hata yeye mtangazie imekwisha. Asante Yesu kwa jumla, naomba kwa njia ya kipekee kwa sababu mzee John Githinji na nyumba yake. Mungu, tunaomba utangaze ushindi juu ya ile familia. Tangaza imekwisha kwa ajili ya afya yao. Mungu, ni asante sana, maana unapenda kila mmoja wetu. Kwa njia ya kipekee naweka vijana wote mikononi mwako. Hawa vijana watoto wetu unawapenda. Katika ujana wao tunakuomba Kristo akaweze kushinda. Tangaza ushindi juu ya vijana wote wa kike na wa kiume. Wanapotembea, neema yako ikawaongoze na ushindi wa kipekee ukaonekana juu ya maisha yao. Neema yako itutoshe, na utakaporejea na ufalme wako, sisi wote ambao tumesimama hapa na familia zetu tuingie mbinguni, katika jina lako Yesu nimeona kuamini. Amen.